Ijue klabu ya Aigle Noir inayopatikana Burundi, nchi ambayo ipo katika eneo la maziwa makuu ya Afrika na ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ilipata uhuru wake mwaka 1962 kutoka mikononi mwa Ubelgiji. Kirundi, Kiswahili na Kifaransa ni lugha rasmi zinazozungumzwa. Huu ni uwanja unaoitwa Nkurunziza Peace Park Complex wenye uwezo wa kuingiza mashabiki 35,000 uliopo katika mkoa wa Makamba, ambapo haswa ndio makazi ya klabu ya Aigle Noir maarufu kama The Fighters. Ni moja ya vilabu vinavyoshiriki ligi kuu nchini Burundi na inatajwa kuwa ni klabu imara iliyofanikiwa kubeba makombe mbalimbali yakiwemo Tanganyika Cup mara 4, yaani mwaka 2017, 2019, 2021 na 2024. Unit Cup hii walibeba mwaka 2019. Super Cup walibeba mara 2, yaani mwaka 2019 na mwaka 2023. Katika kombe la President, yaani President Cup, walibeba mara 2, 2019 na 2023. Nkurunziza Cup walibeba mara 2 pia, yaani mwaka 2024 na 25. Aigle Noir pia imeweka historia ya kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya Burundi mara 2, yaani msimu wa mwaka 2018-19 na mwaka 2024-25. Yaani mpaka sasa tunapozungumza, hawa ndio mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Burundi. Kinachofurahisha zaidi ni historia ya uanzishwaji wa klabu hii ya Aigle Noir ambayo inasimuliwa na aliyewahi kuwa CEO wa klabu hii. Katika historia ya timu ya Aigle Noir inaanza baada ya kusimamishwa kwa mapigano ya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi. Kuna wanajeshi walikuwa wanatoka kwenye jeshi la serikali, kuna wapiganaji walikuwa wametoka porini, kulikuwa na matatizo, changamoto, matatizo ya wazee, matatizo ya wanawake, matatizo ya vijana. Kwa hiyo katika kutatua matatizo ya vijana lazima wawezeshwe, vijana lazima wawe katika makundi mbalimbali ili kuweza kutatua matatizo yao ya kijamii pamoja na ya kiuchumi. Kwa hiyo aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Makamba enzi hizo, Reverend Ndikurio, akawa naona vijana wake kwenye mkoa wake wana matatizo. Wengine walikuwa ni wapiganaji, watoto wapiganaji, sasa wametoka porini, wameingia mtaani. Sasa kule maisha yakawa yanawabana kidogo. Kwa hiyo akaona ngoja atengeneze timu ambayo itawasaidia wananchi wa kawaida, vijana wa kawaida na vijana ambao wametoka porini, ili waweze kukaa pamoja kwa ajili ya kutatua matatizo ya kijamii na kisaikolojia. Kwa hiyo ikawa imeanza timu. Kwa hiyo timu ilikuwa ni timu ya wananchi, lakini Reverend Ndikurio akakaa na wananchi akasema, jamani, hii timu mnahitaji. Wananchi wenyewe wakachagua jina lake, wakasema kulingana na namna ambavyo mlipigana msituni na bendera ya chama chenu ina alama ya tai, kwa wakaona kwamba lazima waite tai meusi, yani Aigle Noir, kwa Kiingereza tunaita Black Eagles. Kwa hiyo kuanzia miaka 2006 ndo kawa anacheza kwa ajili ya kutatua matatizo ya vijana. Kwa kuanzia mwaka 2007 ndo pakaanza sasa kutafuta vijana ambavyo wana vipaji. Walikuwa wanatafuta mashuleni kupitia hii michezo ya shule za msingi, michezo ya shule za sekondari. Kwa wanachukua wale wachezaji ambao ni vizuri zaidi katika shule za sekondari. Tunawapata wachezaji kama Tambwe Hamisi ambaye wengi mnamfahamu miaka hiyo, na yeye alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa shule ya vipaji ya sekondari ya Makamba, na yenyewe na wewe kama ipatikana. Kuna wachezaji wengi kama Altil, wachezaji wengine kama Yahaya, Emil, Charles, Rossi ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepatikana katika mchakato huo. Wanamichezo wengi wa soka Burundi wanaitazama klabu hii kama kioo, kwa maana ya kwamba mafanikio yaliyokuwa nayo wanayaona yanafaa kuigwa na kuyafuatilia. Lakini kama zilivyo klabu nyingine ambazo zinapanda hatua kwa hatua kwa mujibu wa kanuni na taratibu za soka zilizowekwa, klabu hii ya Aigle Noir nayo imepita katika hatua hizo, kuanzia hatua ya chini mpaka kufikia kupanda daraja na kucheza ligi kuu. Lakini pamoja na hatua hizi za kupita mpaka kufikia ligi kuu, wamekumbana na vikwazo vya hapa na pale,
ushindani wa kila aina kutoka katika klabu ambazo zipo katika daraja lao wakati huo mpaka kufikia mafanikio haya ambayo leo hii yanazungumzwa kama mfano katika soka la Burundi. Changamoto na mambo kadha wa kadha waliokumbana nayo wakati wanapanda daraja imeonekana kuwa ni somo, na si tu kwao wenyewe lakini hata kwa klabu nyingine zinazoanzia katika madaraja ya chini. Kwa hiyo wakati timu Egen wanachagua wanafunzi, ilikuwa haiwalipi moja kwa moja, lakini ilikuwa inawasaidia kuwalipia ada shuleni, kwamba jamani, nyinyi endelezeni na shule zenu, lakini nyinyi mtakuwa mkiendelea kusaidia kucheza katika timu hii ya Egenwald. Kwa kuanzia mwaka 2007 wameenda kucheza, wanacheza ligi daraja la 3, wanacheza ligi daraja la 2, na mwaka 2008 timu ya Egenwald ilikuwa imepanda ligi kuu. Kwa hiyo baada ya kuonekana kwamba wana hamasa, ni kweli wamepanda ligi kuu, wakacheza mwaka mmoja, na huo mwaka mmoja kwa sababu walikuwa bado hawajajiandaa, timu ndio imepanda daraja na hawajanunua wachezaji kutosha, kwa sababu walikuwa bado na ile ya falsafa ya kutumia watoto wa nyumbani, watoto ambao wana elimu, watoto ambao wametoka shuleni. Kwa hiyo kikosi cha kwanza mwaka 2008 2009 haikufanya vizuri katika ligi kuu kwa sababu walikuwa bado ni wageni kwenye ligi kuu, lakini hata hivyo walijitahidi. Baadaye timu ikaendelea, timu imeendelea ligi daraja la kwanza, wanashuka kidogo, wanapanda, wanashuka kidogo, lakini hata hivyo timu ya Egenwald ikakumbana na misukosuko, hasa katika upande wa uongozi mzima na mfumo mzima wa ligi kwa ujumla nchini Burundi, kwa sababu kulikuwa na kutokuelewana kati ya wachezaji, kulikuwa na kutokuelewana kati ya timu katika mifumo mizima ya uendeshaji wa ligi za juu nchini Burundi. Kwa hiyo waliendelea kucheza mpaka 2015. Baadaye akaona kwamba sio vizuri kuendelea kutumia wachezaji ambao wanaenda nyumbani, wanarudi, hujui umewapataje, hujui umetafutaje, je, huyu kipaji kimetoka wapi na huyu kipaji kimepatikanaje. Lakini kukawa na ile sera ya awamu tatu kwamba kuna talent detection, talent incubation and talent development. Maanake kuna kubaini vipaji, halafu kuna kulea vipaji na kuendeleza vipaji. Kwa katika kubaini vipaji walikuwa wanaendelea wanachunguza watoto mashuleni, lakini vile vile wakaingia ubia na shirikisho la mpira nchini Burundi ambalo lilikuwa linachambua na kubaini wachezaji watoto wadogo ambao inaweza kautumia katika timu ya taifa ya Burundi namba Murugamba kwa wachezaji chini ya miaka 15, chini ya miaka 17 na chini ya miaka 20. Kwa hiyo kuna kikosi ambacho kilibainiwa na shirikisho la mpira nchini Burundi ambacho kilishiriki katika michuano ya Sekafa ikawa ni bora zaidi. Kwa timu Egenwald ikaingia ubia na shirikisho la mpira nchini Burundi kuchukua wale vipaji ambavyo vimeiva. Kwa wakawachukua na Egenwald ikatanua matawi zaidi. Ikatoka mkoani Makamba, ikapanua na matawi mengine Bujumbura, katika mkoa wa Gitega, katika mkoa wa Ruyigi na katika mkoa wa Rumonge. Hasa katika hii mikoa ya pembeni ilikuwa ni kwa ajili ya kulea vipaji, kwamba Ruyigi watu wa mashariki wanaweza katika upande wa mashariki wanaweza kawa wako pale wanasoma pale, lakini wanajifunza mpira angalau kwa miaka 3 au 4 wakiwa wakitegeleza academy. Bujumbura hivyo hivyo, Rumonge hivyo hivyo, kwa sababu tunataka kila timu ili iweze kujiendeleza zaidi katika maono mazuri, kwa sababu tunasaini kitu ambacho kinaitwa promotion contract, yani ni mkataba wa kumuendeleza mchezaji kwenye maono ya juu zaidi, sio maono ya kucheza uwanjani na kumaliza na kujifurahisha. Kwa hiyo Egenwald ikaanza mchakato sasa wa kutengeneza akademia, yani shule za kimichezo na kuzalisha vipaji wenyewe na kulea vipaji na kuendeleza vipaji. Mafanikio yote hayo yamewezekana kutokana na usimamizi na uongozi shupavu, ikiwemo utaratibu mzuri wa usajili kwa wachezaji, kama anavyoeleza CEO wa sasa wa klabu hii Rachel Irakoze. This executive committee and the owner who has to give us directions of how we have to manage the team. There is also a technical staff who handle the preparation of the team. Kamati ya uongozi na mmiliki wake wanatupa mwelekeo wa jinsi gani ya kuiendesha klabu hii. Na pia tunayo kamati ya ufundi yenye ubora mkubwa sana.
ambayo inaiandaa timu kwa kila siku. Lakini pia tunayo idara ya madaktari. Kwa hiyo utaona ushirikiano kati ya mmiliki, uongozi na idara zote hizi ni mkubwa sana. Na ndiyo maana wachezaji wanatunzwa vizuri. Hata wakati wa kufanya usajili, kuwapata wachezaji watakaojiunga na timu yetu, kwanza tunaangalia kwenye akademi yetu. Tunawachukua wachezaji ambao wameiva na kuwapandisha kwenye kikosi cha kwanza. Kwenye hili huwa tunaangalia wachezaji wenye nidhamu na hali nzuri, ndio tunawachukua. Vile vile tuna wachezaji wanaoiwakilisha vizuri klabu yetu, waliosajiliwa kwenye vilabu vingine nje ya nchi. Tunayo pia timu ya daraja la kwanza na la pili. Na tunayo timu ya wasichana. Ukiangalia utaona malengo yetu leo ni kuwatengeneza vijana ili wawe wachezaji bora wa kesho. Nikupe mfano wa mchezaji wetu Ndaishimie Yusuf, ambaye anacheza kwenye klabu ya Nice ya daraja la kwanza Ufaransa, na ni tegemeo kwa timu yetu ya taifa ambaye tumemtengeneza sisi wenyewe. Our vision is first to promote young players to become better players of tomorrow. Yes, and I can also give you an example. We have a player named Ndaishimie Yusuf, who is now playing in Nice, first division of France. He's also a player for our national team. This is a player that we've promoted from our young teams to abroad. Naam, hapa unaweza ukajiuliza, mafanikio yote hayo chimbuko lake lilianzia wapi? Mmiliki wa klabu hii ya Aigle Noir, ambaye pia ni katibu mkuu wa chama tawala cha siasa nchini Burundi, yani CNDD-FDD, anaeleza sababu iliyompa nguvu ya kuanzisha klabu hii. Timu tulianzisha miaka ya 2006 na 7. Nilikuwa mkoa Makamba, lakini miaka hiyo Burundi ilikuwa ndio inaanza kutoka kwenye vita. Wakati wa vita watu najua walikuwa nachukiana, nikaona nipitie kwenye mpira ilikuwa unganisha. Wazo likaja hivyo, tukaanza kidogo kidogo ili watu watoe ile uoga ndani yao. Tukaanza mwezi kwa 2006 2007 na tukapata jina team Igo. Zamani kulikuwa na Ibo Burundi, lakini ilikuwa haina nguvu. Nilipoleka jina nikamwambia washabiki watuambie ni rangi gani, tuvae rangi gani. Wakapendekeza black and white, nyeusi kwa nyekundu kwa nyeupe. Kwa mara ya kwanza aliyekuwa katibu mkuu wa chama Rajabu Hussein akadotumia jezi za Interstar, kwa sababu tulikuwa tunaanza. Alikuwa na kwenye store na alikuwa mshabiki wa Interstar, akadotumia jezi za black and white, tukaanza. Hivyo ilikuwa kupunguza uhasama kati ya wananchi baada ya vita. Hivi unafahamu sababu ya klabu hii kupewa jina la Aigle Noir na nini maana ya jina hili? Huyu hapa mmiliki wa klabu anaelezea. Iko ni mfalme wa ndege zote. Hizo ndege zote zinakaluka, ni mfalme. Sasa na sisi, unajua sisi wakati wa vita na kwenye logo ya chama tumetumia sana iko, kwa sababu ina nguvu, ina ile ya sijui kuna kariti nyingi za iko ambaye zinatufanya kwanza tukiwa msituni tuitumie, na sisi baadaye tukasema sasa wewe unaweza kuweka timu. Kulikuwa na timu kwa majina ya Burundi ambaye hiyo jina haiwezi kuchukua ubingwa. Kuna majina mengine ukiita hata timu haiwezi kuchukua ubingwa. Sisi tukasema tutafute kitu ambacho kina nguvu, kinaweza hata ukiwaambia watu wanasikia kama ni kitu chenye nguvu. Tunaona kama kwenu Simba ni mfalme wa wanyama. Afadhali unasikia. Yanga ni youth ni sawa. Yanga Afrika
hapo sawa, lakini sisi tunasema tutafute jina ambayo itatuwezesha kushawishi wengine na watu wajisikie kama ukiita ego, mini ego ni fighters. Kwanza tulijiita ma fighters, wapiganaji. Ile inarudi ya wapiganaji. Kiu ya mmiliki wa klabu hii ni kuiona Burundi inapiga hatua katika masuala ya maendeleo ya soka tangu kuanza wakati huo mpaka hivi sasa ilipo, na kwamba aone siku moja Burundi inazungumzwa kama taifa la mfano katika upande wa soka kuanzia ngazi zote. Ndiyo maana akaamua kutoa hamasa kwa vijana, akizungumza nao, kubadilishana nao mawazo na kuwaambukiza ndoto za mafanikio wakati wote wa maisha yao, na jinsi ambavyo wanakuwa basi wazingatie suala la kujituma, kusoma na kuonesha shauku ya jambo ambalo wanalipigania. Na hapa amekusanya vijana akiwaeleza mambo kadha wa kadha ya kuzingatia wakati wa ukuaji wao ili kufikia mafanikio wanayoyatarajia. Retirama ao vitera medo situ yorona. Wadede tsaye. Onfatiti shamiriyo. Tetra ni kuri umunsi w'igerekerezo 2019 Njojo 2025 turiko turegereza pragitunga umashure naho niko nakora imibati. Klabu ya Aigle Noir inazidi kukusanya idadi kubwa ya mashabiki wanaoongezeka kila kukicha, na hii ni kutokana na mafanikio yake, uongozi imara usiotetereka, pamoja na ushirikishwaji kwa namna moja ama nyingine kwa mashabiki wake. Wengi wao wanajiona wana bahati kubwa kuichagua na kuishabikia klabu hii. Mimi ni mshabiki wa hiyo timu mpaka na wenzetu hapa, mpaka hivi tunaendelea kushabikia timu yetu. Nikusema sasa mzee wetu anazidi kutufurahisha. Hii ni timu kubwa sana hapa nchini Burundi na tunatarajia kufika mbali sana. Uwekezaji na ujenzi wa miundombinu ya viwanja, vituo vya kujifunzia soka kwa watoto na vijana unaofanywa na mmiliki wa klabu hii unaonesha dhamira ya wazi ya kuleta maendeleo ya kweli ya soka la Burundi. Burundi mpira uweze kuendelea, wakati wa wawekezaji kwenye mpira hawajaonyesha kama wanawekeza, kwa sababu timu zinakuwa na miaka 60 70 zipo, lakini zinachezea kwenye tope mazoezi. Tunasema wana vision. Sasa wakati tunagombea sasa hiyo wenyekiti, kwa tunaambia tutawapa mfano, mtaona. Sasa hiyo inakuwa kama deni. Tunasema acha tuanze. Hii uwanja tumeanza 2012. Inaendelea 13 tunafanya. Lakini hajamaliza, unaona parking hajamaliza, lakini huu mwaka nafikiri parking itamaliza. Na tukimaliza lazima turudi ndani tuangalie pale tumekosea kidogo tukosoe na kila kitu. Sasa hiyo ni kulingana na yale tuliyotamka miaka 10 na kitu iliyopita kwamba tutaonyesha mfano. Sasa hiyo lazima tuifikishe, ili watu wajue kwamba tuko watu ambao wanaheshimia kile wanachokizungumzia. Ndio maana naona tunaweka nguvu. Hii ni pitch, ni sawa hiyo uwanja tuna miaka kama 5 6 tunautumia kwa pitch, lakini tulitumia kwanza iko kwenye ujenzi, lakini mpira sipake katikati. Tuliendelea kujenga, lakini tunachezea. Na ndio maana kwa kujenga tunasema na timu ikae hapa tukajenga ile hoteli kwanza ya timu, baadaye tukatuambia kwamba hii uwanja, hii eneo tusiharibu, tufanye magorofa ili tukaiweka ndani. Sasa hivi tunajenga iwe ndani, kwa nyuma iwe na gorofa 3 4, itakuwa hoteli kubwa. Halafu na technical center tunataka tunaanza foundation, lakini tunafikiri mwezi wa 6 tukatumesha kufanya viwanja viwili. Kama haiwezekane, lakini mwezi wa 12 tukatoa tuna viwanja viwili vya training, kimoja cha timu kubwa, nyingine academy na wasichana. Tutaenda polepole, halafu sisi tutaendelea. Inawezekana wengi wanacheka, wanasema hakuna faida nini, tukwambia nchi haihitaji faida, kwa sababu hata nchi kijenga shule faida tutajua, ukipata rais, ukipata dokta, ukipata nini, ni polepole. Faida sio hizi hela tunazosema, ni kubadilisha nchi, ndio faida. Hata shirikisho la soka la Burundi nalo linafurahishwa na hali hii inayoonekana
kiasi ambacho inajivunia kuwepo na maendeleo kama haya, na hawakusita kummwagia pongezi mmiliki kwa kazi kubwa anayoifanya. Uwekezaji kwenye mpira wa Burundi bado uko haujawa vizuri. Ndiyo, kuna wafanyabiashara mbalimbali ambao wanaweza kusapoti timu mbalimbali, lakini sio kama kwa kigezo, kwa kiwango ambacho sisi tulikuwa tunataka. Lakini hata hicho kidogo ambacho wanawekeza hapa, na tukiangalia hasa hususan Aigle Noir, timu inafika mbali. Ndio maana nimesema Aigle Noir ni tofauti na timu zingine. Hatuwezi kulinganisha na timu zingine ambazo unakuta zinapambana kwa vichwa vyao peke yao. Uwekezaji wa Aigle Noir ni mkubwa, na ndio maana matokeo yanakuwa makubwa kuliko hata timu zingine, kwa kuwa wao wamejipanga vizuri, wanajua namna ya kumanage timu yao, namna ya kutafuta. Ni kitu kikubwa kwao. Yeye aliwahi kuwa rais mihula miwili, baadaye akanipa mkoba nikachukua nafasi yake. Naweza kusema mpira uko kwenye damu yake. Hata kama hajawahi kucheza mpira, ila alikuwa ni shabiki mkubwa wa mpira, na kwa kuwa alikuwa shabiki mkubwa wa mpira, ikaona awekeze kwenye mpira. Na kuiangalia, ni timu ya kwanza Burundi ambayo inatoa wachezaji wengi ambao wanaenda kucheza nje. Kwa hiyo ameanza kuvuna alichopanda, na alianza mapema kuliko wengine. Kwa hiyo kwake anafanya kazi anayojua, anafanya kazi anayopenda, ndio maana anavuna vizuri. Kocha wa kikosi hiki anajivunia wachezaji wake alionao, na akiwa na malengo ya kufanya mambo makubwa ya kiushindani ndani na nje ya Burundi. Najivunia sana, ni timu kwanza iko na organization nzuri, ni timu iko na vision. Tuko na president, naweza sema ni mtu naona kama anajua vitu ya mpira sana, ana vision kubwa sana, anaona mbali na anapenda mpira sana. Ni timu naweza sema, ukitizama katika matimu hapa Burundi, ni timu naweza sema kama iko na organization ya mzuri sana. Aigle Noir vision yayo ni kuinua wachezaji, kuwatoa hapa wanaweza kuenda kucheza nje. Ukitizama leo tuko na mchezaji mkubwa sana, Yusufu Nyange, anacheza Ufaransa. Kuna wachezaji wa Bienveni, wa Jospe wameweza tokea hapa wakacheza Uturuki, leo wako Afrika Kusini. Kila msimu ukimalizika, angalau tuna kama wachezaji 10 wanaenda kucheza nje, iwe Tanzania, Rwanda, Kenya na nchi zingine. Maana yake tunaweza kujivunia ya kwamba uhai wa mpira wa miguu nchini Burundi uko sawa. Ndio maana sisi tuna wachezaji ambao wanatoka Aigle sasa hivi wanacheza timu na ligi za Ulaya. Tuseme kama Ndayishimiye alitoka hapa Romania. Sisi ndoto ilikuwa tupate mchezaji ambaye wa kimataifa ambaye anaonekana kwenye TV za ulimwengu. Tukafanikisha Ndayishimiye anacheza Nice. Tukamwambia siku moja Barcelona na Paris Saint-Germain anawazuia Mbappe na Messi wote wawili, anawazuia, anasema hapa na mpiti. Inakuwa kama mafanikio ya timu yetu. Tunawakuza na wanaweza kusema timu ambayo inakuza wachezaji haina lengo la kuchukua ubingwa, tutachukua. Wachezaji wanaounda kikosi hiki cha Aigle Noir kwa 90% ni vijana wadogo, lakini wana uwezo mkubwa wa kusakata kabumbu uwanjani kiasi cha kuziogopesha timu nyingine zenye wachezaji wenye umri mkubwa. Ila tuna wachezaji kama 5 tumetoa nje. Kuna Wakongomani, kuna wajua wametoka Centrafrique, ila wengine wote kama wachezaji 20 wote wanatoka Aigle Noir. Ni watu wamekuwia hapa, wamekuwa kwenye akademia ya Aigle Noir. Hiyo naweza sema kama inatokiana na uwezo wa timu, ila unaona kama hata kama tuna wachezaji wametoka nje sana wa kigenini, unaona kama tunafanya vitu vizuri, tunajitahidi. Na wenyewe wanajisikia fahari kubwa kuwemo kwenye klabu hii ya mafanikio. Nilijiunga kipindi nacheza daraja la 3,
tuliwahi kukutana juu na Tigre Noir hapa katika huyu uwanja. Hicho kipindi nilijitahidi kucheza vizuri na kusumbua Tigre Noir, ndipo president akaniona kaamua kunichukua na kuniweka mtimu. Ukiangalia tuna miaka mingi tupo pamoja, tushazoeana, na ukiangalia hata mpira tunavyocheza ni mpira mzuri kutokana na gisi tushazoeana. Tuna ushirikiano mzuri sana. Na ukiangalia mwaka ulioisha tulijitahidi kuchukua ubingwa wa hapa Burundi. Ndio Mungu kasaidia, tulijitahidi tukaenda mashindano ya Champions League. Tumecheza bahati si nzuri, tukakutana Al Ahli ikatutoa, lakini hatujakata tamaa. Tutazidi kupambana tutetee ubingwa. Kesho kutwa tujaribu kuzidi zaidi hapa tulipofika mwaka ulioisha. Aigle Noir nasema ni timu ya kutoka utotoni, ndio kwa timu yangu toka mwaka 2018 ndio niliingia katika kwenye ndani ya timu under 17. Cha kwanza cha kujivunia, ukishaingia katika timu inabidi timu ipambanie ili ipate mafanikio, na wewe kupata mafanikio kutokana na timu tushabeba kikombe, na hivi tunatetea tena ubingwa. Katika nafasi yangu mimi ya kupata mafanikio ni kutoka hapa penye nilipo kufika mbali zaidi, kwa sababu timu ishanipush, inabidi na mimi nijipush nifike mbali. Nafurahi sana kuwa niko hapa kwa sababu naona kama ndio njia kunifikisha penye ninapotaka mimi. Vipo vitu vingi sana kwa sababu timu hazilinganagi uwezo, na naweza kusema katika ligi ya Burundi Aigle Noir ni timu inavyojiweza katika uwezo na inatusaidia vitu vingi sana kuliko zingine timu hapa Burundi. Nilikuwepo Rukinzo. Mwenyezi Mungu amesaidia, timu imeenda Confederation Cup. Tumepita mzunguko wa kwanza, mzunguko wa pili tukawa tumetolewa kule Tunisia na Sfaxien. Aigle Noir wakawa wamenitaka, tukazungumza kila kitu, tukaelewana, ikabidi nije huko. Mwenyezi Mungu amesaidia, timu tumeenda Champions League, tumecheza mechi kubwa zimetusaidia kutuongezea experience. Kiukweli nimepita kwenye vilabu vingi, lakini Aigle Noir nimegundua kuwa iko tofauti na timu zingine. Sio kusema kwamba na ni zingine timu, hapana, lakini hii ina utofauti kabisa na timu zingine. Hapa tunafanya mazoezi, naweza nikasema kuna muda tunafanya mara 2 kwa siku. Timu zingine unakutana tunafanya ni mara 1 kwa siku tu. Lakini hapa na preparative physical yetu, yani naweza nikazungumzia anatusaidia sana. Na utofauti mkubwa nyuko hapa, maandalizi yetu ni tofauti na timu zingine kabisa. Kiukweli kabisa nafikiri ni ndoto yangu na ni ndoto ya wachezaji wengine. Tunatarajia kuchukua kombe la huu mwaka. Tena sio moja, tunatarajia kuchukua yote mawili inshallah kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Tangu kuanzishwa kwa klabu hii, wachezaji wengi waliowahi kucheza wameweka alama za kukumbukwa. Miongoni mwao ni golikipa mashuhuri ambaye pia amewahi kucheza katika ligi kuu ya Tanzania kwenye klabu ya Geita Gold. Sisi tuko kati ya wale vijana wenye mzee alianza nao kuchagua tungali wadogo shuleni, akatukusanya, ndo tulipoanza timu ya Black Eagle. Yenye mnaona mafanikio yamefika hapa mpaka leo. Hapo palikuwa mwaka kama wa 2007 hivyo ndo mzee alipoingia. Afu akaanza timu, tukapanda, tulikuwa daraja la pili, tukapambana, tukapanda daraja la kwanza, lakini tulipopanda daraja la kwanza hatukufanikiwa. Juu mwaka tulipanda na tukashushwa. Lakini tuliposhuka ligi, mzee wala hakukata tamaa, akasema wachezaji wenye timu zingine zitahitaji mimi ndawapana, lakini ambition tu ni ile kufanya timu kubwa kama Aigle Noir. Sasa huo wakati tulifika tunapata bahati, mimi kama goalkeeper na Tambo ya Misi, na waza wengi wanamfahamu Bongo, amecheza Yanga na Simba. Mimi Tambo ya Misi, na palikuwa wengine kiungo Mtanzania alikuwa anaitwa Yahya Abdara. Tukapata bahati ya kuchaguliwa na mwalimu wa hicho kipindi wa Vitaro, ndio walipotupeleka kucheza katika timu ya Vitaro. Lakini timu ya Aigle Noir hapo ikafika inarudi daraja la pili. Sisi tukacheza mwaka mmoja kati ya Vitaro, lakini mimi namshukuru kwanza, nimshukuru mzee na nimshukuru Mwenyezi Mungu. Mzee
akanisaidia kuniagiza South Africa. Nikaenda South Africa, palikuwa mwaka wa 2010. Nilipoenda South Africa nikafikia kwenye mji wa Cape Town, kwenye shule ya magolikipa ambayo linaitwa Farouk Abraham Goalkeeper Academy Faga, liko Cape Town. Nikapafanya miaka 2. Mwenyezi Mungu amjalie mzee, yani gharama zote zilikuwa pale za malipo, masomo, kula, kulala, vyote amenigaramia. Nilipotoka pale sasa ndo nikarudi hapa nchini. Kurudi hapa nchini ndo nikafikia katika timu ilikuwa inaitwa RRB. Hapo pote, lakini mzee baada ananifuatilia juu unajua transfer nini, ndo anafuatilia wale wachezaji wake juu ana mtindo kama amekulea unatoka vizuri, anaendelea na kufuatilia popote ulipo. Sasa nilipokuwa Lydia Ridike nikafanikiwa, palikuwa timu ya mikoani ilikuwa imekuja na yenyewe vizuri inaitwa Flambeau d'Oreste. Kwa nikafika na sajiliwa katika timu ya Flambeau d'Oreste ya Ruigi. Kutoka katika timu ya Flambeau d'Oreste nikarudi katika timu ya Vitaro. Kurudi katika timu ya Vitaro nikapafanya na penyewe miaka 2 na mafanikio juu tulichukua makombe yote. Ni kile kipindi mlifika mnamchukua na Rodi Mavugo akakuja Simba. Afu baada ya pale ndo sasa Mwenyezi Mungu akanifungulia milango nikaanza kwenda kucheza nje ya nchi. Lakini na hayo yote ni kuyamshukuru mzee juu baada alikuwa anatupa ushauri, anatuonesha njia, anatuambia kama hakuna kukata tamaa, discipline, yani vitu venye vinaweza vikakufikisha kwenye malengo na kwenye mafanikio. Sisi ni kama kuwafanya vijana ili kesho wawe wazuri zaidi. Sio upande wa mpira tu, ajira tunawasaidia nje ya nchi. Kama tunawapeleka, tunasema hizi nchi zina ajira, tunawapeleka, kuna wengine tunawafundisha nje, tunawalipia wanasoma Morocco, Turkey, nchi nyingine wanaenda kusoma ili kesho wapate ajira nzuri. Sasa sisi kikubwa ni kuwa promote vijana, ndio kubwa. Iwe football, iwe riadha, wapo. Kuna mwingine alikuwa wa kwanza Argentina kimbia kwa vijana, kwa kwanza kapili kwa Ulaya. Sasa hiyo inamsaidia kaenda Ulaya sana pekee kidogo anaishi vizuri. Nilipotoka Lusaka Dynamos nikafika naelekea Djibouti. Huo mwaka naenda Djibouti nikaenda na Tambo Amis. Na hayo yote tulikuwa tukienda tunamwaga mzee, tunamwambia mzee tunaenda huku hivi na hivi imekuwa. Nikapafanya season moja na Mwenyezi Mungu akanijalia nikafanya hata season nzuri, nikatoka kipa bora wa msimu. Ndio sasa mzee akafika na niungia tena zingine dili, nikaenda Uturuki nikapafanya mwaka mmoja, lakini mambo ya Uturuki hayakwenda kama gisi nilikuwa natarajia juu mambo ya mpira na siri mingi. Ama kwa hakika yapo mengi ya kujivunia kwa wachezaji waliopita kwenye mikono ya klabu hii ya Aigle Noir, na hawakusita kueleza mafanikio yao ambayo wameyapata, akiwemo tena kwa mara nyingine mlinda mlango Arakaza. Yeye anaona wazi kabisa ndoto yake, safari yake ya soka imepita katika mikono ya mwekezaji wa klabu hii ya Aigle Noir, na anasema hii haikuwa ndoto tu, bali ni mafanikio ambayo ameyapata, na anaona kabisa vijana wengine waliopo ndani ya klabu hii wanaweza kufikia mafanikio makubwa kwa sababu ya maono ya mmiliki. Naweza nikasema kwanza Black Eagle hii ni ndoto ya mzee. Sisi tulikuwa tuiona kama ndoto, lakini mzee yeye anaiona kama ukweli. Juu mimi nakumbuka hapa penye tumekaa unapaona pamependeza hivi. Huyu sio uwanja wa nchi, sio uwanja wa kampuni, ni uwanja wa timu binafsi. Mimi nawaza na Bongo, mimi nimecheza pale, hakuna timu Azam naona na KMC sasa hivi. Lakini ni kitu cha kumshukuru mzee juu hapa tuliwahi kuwa tunapachezea, hakuna hata kitu hata kimoja. Unaona hapa palikuwa ni maudongo tu hapo katikati alipoanzisha timu, tukakuwa tunahamishwa. Lakini naweza nikamshukuru sana, ametusaidia. Kwanza naona sisi leo tuko wababa wa mafamilia, na kitu kingine iko na support tena wadogo zetu wenye wako wanakuja
timu ni iki inaelekea kwenye malengo makubwa, ni hivi timu ina watumishi wengi, watu wanapata makazi. So naweza sema Aigle Noir hivi ni kidude kikubwa hapa Burundi ambacho kiko kinafanya mambo mazuri mengi katika njia tofauti za mpira, lakini kusaidia vijana, na mimi naweza kuwa na furaha kati ya kuwa umoja wao walipata msaada kutoka kwenye hii timu. Ushirikiano, maelewano na masikilizano kati ya kocha na benchi lake la ufundi pamoja na wachezaji unarahisisha kwa kiasi kikubwa mipango na malengo ya klabu. Na hapa wachezaji baada ya mazoezi wanajaribu kumpa mtihani kocha wao kwa kumtaka watambue majina yao kwa kusikiliza sauti zao tu. Good morning. Said. Kocha, mambo? Juma. Salary vipi? Sema sana. Salary vipi? Kocha Jimmy. Kocha bonjour. Kirikou. Coach. Nicola. Morning. Juma. Parameza sauti ndo takizo, atende ta. Mwalimu. Juma. Unasema vizuri. Habari za asubuhi. Abdi. Unaposikia maendeleo ya klabu sio tu kuchukua makombe na kumiliki uwanja wake pekee, bali pia kuwa na vyanzo vingine vya mapato ambavyo klabu hii imezingatia hilo kwa kujitanua kwenye uwekezaji zaidi. Malengo na ndoto za mmiliki wa klabu hii ni kuona siku moja wanashangilia kuchukua kombe la ligi ya mabingwa ama shirikisho barani Afrika, na hili ni jambo analosema linawezekana. Tumecheza klabu bingwa huu mwaka, tukaona mapungufu yetu tuyaona, na tukaona zile timu kubwa zinacheza kivipi. Tumecheza na Al Ahly, tuwaona, tunawafanyia kazi. Sema wale tunaweza tukawakimbiza na vitoto vyetu. Ndio maana kuanzia huu mwezi wa kwanza wa 12 tunaanza kuandaa hawa wao tunao, kwa sababu tuna wawili hadi wanne wanaweza kutoka kwa timu. Tunaona wanawasogelea sana, tunaweza kuachia. Ni wazuri. Lakini sisi tunaandalia kwenye vitoto vyetu, wengine wazuri ambao wanakuja kuziba hiyo mianya ambayo itaachwa na wanne, na wengine watatu, kama ni watatu watatoka kwenye vilabu vingine. Lakini tumeona na kocha tunamwambia kocha, uliona wanachezaji, tukipata namba hii na hii lazima wale tunawafunga. Ari tujifunga Bujumbura. Kasema kama hatujifunga tungedraw. Lakini tujifunga kwa sababu ndio kwa pressure. Hiyo yote ni msomo. Tukasema lazima tutakaa pamoja na Al Ahly na Simba, Yanga, ni zile zote miaka miwili hivi tutakaa pamoja. Tutakuwa tunazungumza, tunalingana. Kuna uwezekano. Kama inavyofahamika, shirikisho la soka ama chama cha soka katika nchi yoyote ndiye mlezi namba moja wa vilabu vinavyoshiriki ligi mbalimbali katika nchi husika. Shirikisho la soka nchini Burundi, FFB, nalo linatimiza kwa vitendo kulea klabu zake ambazo zinaendelea kushiriki ligi mara kwa mara kama ilivyo kawaida. Rais wa shirikisho hili naye ameiangazia klabu hii ya Aigle Noir kutokana na ushindani iliyokuwa nao mbele ya klabu nyingine. Sio kusema eti ni kuzizalau au nini, hapana, lakini kilichopo kinasemwa. Aigle Noir imejiunda vizuri, watoto wapo na wakubwa wapo. Maana yake hata ikihitaji kusajili, inaanza kusajili kwa watoto ili wapandishwe kwenye timu ya wakubwa. Wakihitaji ambao wanaweza kuja kuongezea nguvu kutoka nje, ndio, lakini kwanza wanaangalia ni kwao. Lakini timu zingine usajili ukifika
hawatasema eti kuna wadogo ambao watapandisha, wanafuata timu zingine, wanachukua wachezaji ambao wameshakuwa ni wakubwa. Kwa hiyo sheria hatujaiweka ya kusema eti labda klabu ikubali kama wachezaji kutoka nje 5, 6. Hapana, hiyo sheria hatujaiweka, lakini mapresident wa maklabu wao wenyewe wanajua kama kitu kikubwa zaidi ni watoto wa nyumbani. Wao wenyewe bila sheria wanajua kama angalau tuweke kama 4, 3 hivyo, lakini hakuna timu ambayo mpaka leo naweza kusema eti 70% ni watu wa kutoka ugenini. Hapana, wao wenyewe bila sheria wanajua namna wanatengeneza timu zao. Shangwe hizi na nderemo za mashabiki wa klabu hii wanaozidi kuongezeka kila wakati ni deni kubwa kwa uongozi wa klabu, benchi la ufundi na wachezaji kwa kuhakikisha wanaendelea kuwa bora siku hadi siku ili kutowavunja moyo hawa wanaowaunga mkono. Kuiona timu yetu iko inasogeza, inaendaga mbele. Chenye tunaamini, tunataka ipande, iwe inacheza na watu wa mbali, wasirudi kucheza na watoto. Hao watoto ni watoto zetu, tulishawaza waende kwanza polepole, waje watuulize eti timu inaendaga aje. Kitu cha kwanza naweza nikasema ni kushukuru washabiki wa Aigle Noir. Ni watu wanatusupport sana, wako nyuma zetu kila mchezo. Hata tukienda kucheza nje ni watu wanakuyaga, wanatushindikiza, wanatusapoti. Tunawashukuru sana na tunawaomba sana kila mchezo wako wanakuja kutushabiki, wakuje kutusaidia, na sisi tukwa tunafanya ya kuwezekana tuweze kuwafurahisha. Naam, hapana shaka sasa umeifahamu vizuri klabu hii, mabingwa wa soka nchini Burundi, ambayo inaendelea kutanua mbawa zake ndani na nje katika mashindano ya kimataifa. Imeweka historia kubwa na vijana wanaochipukia kuja kucheza soka wanaona kama ndio alama ambayo wanaiendea ili kutimiza malengo yao. Bila shaka umefaidika kufahamu mengi yanayohusu klabu hii ambayo ina alama kubwa katika soka la Burundi.